Yes, bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Bwana, mambo yanazidi kuwa moto kweli. Mambo yanazidi kubamba kwenye mitandao ya kijamii. Habari kubwa na nzito kweli. Hapa ni michezo kwanza. Hapa tunazungumza michezo. Na moja ya sakata kubwa ambalo linazidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii ni juu ya afisa habari na mawasiliano ya Dar es Salaam Africans ambaye anaitwa Ali Shabani Kamwe. Kama tunavyojua kwamba siku takriban wiki moja imepita ambapo alikuwa na kesi kubwa kweli na aliitwa kwenye kamati ya Madrid ya masaa 72 juu ya chapisho ambalo aliweza kulichapisha, na kamati hiyo ilimwambia Ali Kamwe ni kwamba anahamasisha uchochezi, kwa baadhi ya makampuni. Sasa jambo kubwa na habari kubwa leo ni imeweza kufufuka rasmi juu ya Ali Kamwe. Kama tunavyojua kwamba Ali Kamwe aliitwa na afisa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Sport Club ambaye anaitwa Ahmed Ali, lakini Ahmed Ali aligundulika kwamba yeye hana kosa lolote, yeye hana shida yoyote, lakini shida kubwa ipo kwa afisa habari na mawasiliano wa Dar es Salaam Africans ambaye anaitwa Ali Kamwe. Juu ya chapisho ambalo aliweza kulichapisha, ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa pili mwaka huu 2025. Juu ni kwamba chapisho hilo linamaanisha uchochezi, na kesi imeweza kulipuka rasmi. Kesi imeweza kulipuka tayari sasa, baada na waliweza kutangaza kwamba baada ya mtanange wa watani wa jadi Simba na Africans, kamati hiyo ya maadili ya masaa 72 itatoa rasmi hukumu juu ya Ali Kamwe. Na moja ya chapisho ambalo aliweza kulichapisha Ali Kamwe tarehe 25 mwezi wa pili, na ndio chapisho ambalo liliweza kumfunga kupitia mtandao wake wa Instagram. Aliweza kuandika hivi: na leo sio mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama mechi ya 10 mfululizo. Kila mechi ya Kolo huwa ni mjadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi wanayo wanufaisha makoro kupata ushindi. Mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tunasikia pia mjadala ya penalti nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Hilo ni chapisho ambalo aliweza kuliposti au aliweza kulipandisha katika kupitia mtandao wake wa Instagram, na ndio chapisho ambalo inasadikika kwamba ndio chapisho ambalo limeweza kumfunga, ambalo alipandisha tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025, kwamba ndio chapisho ambalo limeweza kumfunga na kamati ya maadili. Bwana, ni kwamba mashabiki mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wameweza kulaani kitendo hicho cha kamati ya masaa 72 kuingilia kumfunga Ali Kamwe, afisa habari na mawasiliano. Wengi wameweza kusema kwamba ni kijana mdogo ambaye anajitafuta, ni kijana mdogo ambaye ameingia kwenye soko hivi karibuni, hivyo kufanya kitendo hicho cha kumfungia Ali Kamwe ni jambo la kumfanya kushuka kiuchumi, lakini pia ndiye kijana ambaye alikuwa anajitafuta. Na mashabiki wengi wameweza kuomba kwamba wanaiomba kamati hiyo waweze kumsamehe, lakini pia waweze kumpunguzia adhabu. Inasadika kwamba afisa habari na mawasiliano kwamba anataka kufungiwa miaka 2 ya kutokujihusisha na soka kutokana na Ali Kamwe. Mpaka hivi sasa ana miaka 2 akiwa kama afisa habari na mawasiliano wa Dar es Salaam Africans, na wanaiomba kamati hiyo iweze kumfungulia Ali Kamwe, lakini pia iweze kumpunguzia adhabu ya kifungo hicho, kutokana ni kijana ambaye anajitafuta muda wote. Kwa hivi sasa kamati ya 72 itatoa rasmi majibu kutokana na kamati hiyo kuingia rasmi kibindoni kuhakikisha
wanamnasa Ally Kamwe, lakini pia wanamfungia Ally Kamwe, afisa habari na mawasiliano wa Dar es Salaam Young Africans. Hiyo ndio moja habari kubwa ambayo inazidi kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii na imeweza kulipuka kuanzia hapo jana leo, na sasa wanasubiria majibu rasmi. Ni kwamba afisa habari na mawasiliano ameweza kuitwa tena na kamati ya 72. Hivyo ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kufuata juu ya afisa habari na mawasiliano wa Dar es Salaam Young Africans Ally Shaban Kamwe, juu ya chapisho hilo ambalo waweza kulichapisha, na inasadikika kwamba ni kama uchochezi hivi, anahamasisha uchochezi kwa pande moja kwa pande moja kwenda pande nyingine, au sio bwana? Ni jambo la kusubiri na kuona yapi majibu ambayo yataweza kutolewa. Hii ni BRTV, ni kuomba usipita usikose bila kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza na makengele ili uweze kujiunga nasi kila mara tupandisha hapo.